Yes, mtazamaji wa ZTV, habari za wakati huu, na natumaini uko poa kabisa na unaendelea kufuatilia ZTV kwenye mitandao ya kijamii, hususan hapa YouTube, na ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi nakusitu kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za kimichezo. Na kama nilivyokufahamisha awali kuhusiana na mchezaji kutoka pale Singida Black Stars Nixon Kibabage kufanya mazungumzo ya kusajiliwa ndani ya klabu ya Simba, lakini Singida Black Stars inapenda kufahamisha umma kuwa imekubali maombi kutoka kwa uongozi wa klabu ya Simba ya kumruhusu mchezaji Nixon Kibabage kujiunga na klabu hiyo. Baada ya majadiliano, uongozi umeamua kumtoa mchezaji huyo bila malipo. Yaani malipo yote hayakufanyika. Mchezaji huyo ametolewa bure kabisa kwenda kuitumikia Simba Sports Club. Na Singida Black Stars inaamini katika falsafa ya uendelezaji wa vipaji hasa kwa wachezaji wazawa. Uongozi wa klabu umeona ni fursa nzuri kwa mchezaji mzawa na kwa kuwa Simba Sports Club inashiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na Nixon Kibabage ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Hii ni barua ambayo wameandika Singida Black Stars. Ngoja nikusomee kwamba taarifa kwa umma. Singida Black Stars inapenda kufahamisha umma kuwa imekubali maombi kutoka uongozi wa klabu ya Simba ya kumruhusu mchezaji Nixon Kibabage kujiunga na klabu hiyo. Baada ya majadiliano, uongozi umeamua kumtoa mchezaji huyo bila malipo. Singida Black Stars inaamini katika falsafa ya uendelezaji vipaji hasa kwa wachezaji wazawa. Uongozi wa klabu umeona hii ni fursa nzuri kwa mchezaji mzawa kwa kuwa Simba Sports Club inashiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na Nixon Kibabage ni mchezaji wa timu ya taifa. Tunamtakia kila la heri Nixon Kibabage katika safari yake mpya ya soka ya nje ya Singida Black Stars. Imetolewa na uongozi wa klabu, idara ya habari na mawasiliano Singida Black Stars tarehe 16 mwezi wa kwanza 2026. Taarifa yao kwa umma imesomeka hivyo. Natumai umepata kufahamu kwamba Singida Black Stars imemtoa mchezaji wao huyo bure bila malipo yoyote kabisa kwenda katika Simba Sports Club, klabu hiyo ambayo inashiriki michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Maoni yako ni yapi na umeipokeaje taarifa hii ya mchezaji huyu Nixon Kibabage kwenda bure katika klabu ya Simba? Toa maoni yako hayo, lakini usisahau kusubscribe kwa alama ya notification. Tumsikilize mchambuzi kutokea pale Clown FM George Magunga, huyu akielezea situation yote, akielezea namna ambavyo hakufurahishwa na uongozi wa Simba kumchukua mchezaji huyu wa Singida Black Stars kwenda bure kabisa katika timu yao. Tunaungana na Magunga umsikie kile ambacho anaenda kukizungumza. Magunga huyu hapa. Namna ambavyo Singida wanaiendesha taasisi yao, kwa sababu at least weka ugumu kidogo basi. Yaani Singida leo hii unasikia huko chini kwa chini walishawekeana ugumu na mwisho wa siku wakaona mambo yaende. Hizi story zinakuwa ni propaganda. Mara Singida sijui ameweka ugumu kwa Chama. Singida ameweka ugumu sijui kwa nani. Na mwisho wa siku unakuta wanaenda. Singida hawezi kuweka ugumu wote. Singida ni feeders. Singida ni malisho vilabu vikubwa kama Simba na Yanga. Unanielewa? Lakini wewe kwa nini yani, kwa sababu hii ni story ambayo tunaisikia tu kwamba mchezaji akitoka Singida kwenda Simba ni wa pili huyu ambaye ndo anaenda bure, lakini sijasikia sehemu nyingine ambapo ameenda bure. Na umeongea point ya msingi. Wao wanakwambia wanajali maslahi ya mpira wa nchi. Kwa Simba na Yanga hawafanyi biashara. Kwa vilabu vingine wanafanya biashara. Kwani na Yanga nao wamepata mchezaji wa bure kutoka Singida? Mchezaji wa bure kutoka Singida Damaro ameenda kwa mkopo. Hatujapata taarifa rasmi. Wamemnunua? Mimi sijui. Au wewe umesikia chochote? Hakuna taarifa ya kusema kwamba wamemnunua. Fei alivyotoka kipindi kile Fei anajiunga na Yanga walimnunua. Watakwambia ile ni Singida United. Hata hiyo wametacha kwenda kule, watakuja watakwambia sio Singida. Niingize kwenye siasa za mpira. Singida ni ile. Singida ile ni United, hii ni Black Stars. Ngambie, kwanza wamiliki hata baadhi ya watendaji Singida ni ile. Usilazimishe sasa. Utofauti ni kwamba huwa anabadilisha tu jina la kampuni na wana sababu zao binafsi. Unanielewa?
lakini Singida inabakia kuwa vile vile. Kwani makao makuu ya Singida yamehama? Yako Singida. Usiishi kwenye vivuli vya siasa. Usiishi kwenye vivuli vya siasa. Jamani, usajili unasoma ni Singida, lakini Singida ile sio Singida hii. Sawa, hata iPhone wana 12 na 17. Sawa. Lakini zote ni iPhone. Sawa, lakini 12 sio 17. Sasa utofauti ni baadhi ya vitu vichache tu, lakini kampuni inabakia pale pale. Tofauti sasa. Sawa, sijakubishia kama kuna utofauti. Na ndio maana nilikwambia utofauti ni jina la kampuni na wana sababu zao za kurejista hii taasisi kila baada ya muda. Kwa mfano ile moja ile ya kwanza ilipanda ikaenda ligi kuu. Alafu kulikuwa kuna nyingine ambayo ilikuwepo hapo katikati ilibadilishwa jina. Na hadi ikaenda kuwa Singida Fountain Gate. Hii ilikuwa Ihefu. Hii Singida hii ilikuwa Ihefu. Na sasa hivi ndio Singida Black Stars. Ni Singida tatu tofauti. Iko wapi Singida ya kwanza? Achana na hizo zote. Twende kwenye pointi ya msingi tuzungumzie sasa uhalisia wa mambo. Pointi yangu ya msingi ni kwamba ukisoma vizuri hiyo statement inakupa mashaka. Na wao kama wameamua kufanya biashara kama vilabu, wasiingize maslahi ya kusaidia mpira wa nchi. Kwa sababu mpira wa nchi kiuhalisia ni timu ya taifa. Mpira wa nchi kiuhalisia ni ukuaji wa vijana ambao ndo kina Kibabage. Unanielewa? Of course kina Kibabage ambao wewe unawataja. Ukiangalia namna ambavyo mambo yanaenda, maneno yamekuwa mengi sana. Nimetoka kumwambia Ashraf kwamba leo hii kama tumefikia hatua kusaidiana kupeana wachezaji, kuna siku tutakuja kupeana alama 3 kwenye michezo. Amini ninachokwambia, tutaelekea siku moja huko. Na inanipa mashaka pia kwenye ushindani wa hii timu dhidi ya hizi timu mbili ndani ya uwanja. Kuna mashaka makubwa sana. Kwa sababu pia hii timu kuna wajumbe wa bodi wapo kwenye hii timu ya Singida, lakini pia ni wajumbe wa bodi ambao pia wana uhusiano wa karibu na hizi timu mbili kiutendaji. Bodi ya Singida ina Fatema Dewji. Unanielewa? Huyu ni mlezi wa Simba Queens. Kwa maana hiyo pia ana uhusiano na Simba kama taasisi. Okay. Unanielewa? Kwa kuna lakini kuna wakati mnaweza mkaa mnayo mahusiano, lakini kwenye kazi vitu vikawa vinaenda tofauti. Kwenye field moja. Na tukawa tuna ushindani ambao unaeleweka. Ndio. Kwani ni wewe Magunga huko hapa Crown, hauna marafiki wengine nje ya Crown ambao wanafanya kazi hii unayofanya? Hamshindani? Tuna urafiki, lakini mimi siwezi kuhudhuria kikao cha kampuni nyingine kwa sababu ya shughuli za kiutendaji. Yaani huyu hawezi kwenda kwenye kikao. Mimi nimeshaelewa tayari. Nimeshaelewa tayari. Tunafanya kitu kimoja. Sina imani na Singida Black Stars. Kwenye nini? Kwenye vitu vingi tu ambavyo siwezi kuvisema hapa, lakini sina imani na Singida Black Stars. Alafu amekuwa ni watu ambao wanaongea sana. Nafikiri wanaongelea nini? Wanajitetea sana, wanajieleza sana. Unanielewa? Wanajieleza sana, lakini ambacho nakiona ni kwamba wanatakiwa kujiimarisha zaidi. Kama ni business, fanya business. Na maybe mimi binafsi, bodi ya ligi inapaswa kuwa pia na tume ya uchunguzi. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwani haipo? Ipo, sidhani kama ipo, na kama ipo basi inatakiwa kuanza kuwajibika pia hata kwenye hichi kipindi cha usajili. Unaweza ukaambia biashara, nisikilize Jessica, unaweza ukaambia biashara imfanyika bure, lakini unaweza kufuatilia kiundani watu wanakuambia biashara ikufanyika bure. Watu walitoa fedha. Na inawezekana ukawa unaongea na source ambaye anaona kama ni wamedhalilika kuambiwa mchezaji ameenda bure kwenye club fulani. So ili ku written off zile details ama kuziondoa kwenye mindset za baadhi ya watu, wanakupa uhalisia wa jambo. Sasa mpaka haya mambo yote kwamba mtu eti atolewe bure wakati huko nyuma pazia pengine kuna kitu kingine, kwa nini iwe hivyo? Kwenye sajili, kipindi ambacho sajili zinafanyika, manake ngoja kwanza, hakuna issue za kodi. Swala linalohusisha pesa. Linalohusisha pesa, kodi ni lazima. Unajua biashara inayofanyika bure kodi hailipwi. Sidhani kama kuna kodi. Sasa unalipa kodi gani wakati hujatoa hela? Kwa pia tuwe makini. Mamlaka husika ziwe makini. Ndio maana tume ya uchunguzi ni kitu muhimu. Singida ukiuliza wanasema wao wanajua wanachokifanya.
na sisi tunataka tujue wanachokifanya, kwani wanacheza ligi yao peke yao. Sasa si ni timu yao. Mfano mimi hii simu ni yangu. Nimejisikia tu kwamba hii simu nataka nimpe mtu fulani. Kuna mtu ataniuliza maswali, si ni yangu. Kuna shabiki wa Singida waielewi Singida nini ambacho anafanya. Ile ni timu ambayo ina washabiki ndani yake. Wanahitaji uwazi wa mambo ambayo yanaendelea ndani ya timu. Yaani leo hii Simba anaweza kagonga hodi pale. Akasema naomba Clatous aje kufanya majaribio kwenye timu yangu wakati huu. Singida hawana kipingamizi, hawana pingamizi kwenye hilo jambo. Kama ambavyo pengine alienda Maruf Shakei pale Yanga. Inanitia mashaka. Na nafikiri Azam wanatakiwa kujiimarisha zaidi. Wajitenge, yani itakuwa ni mimi kusikia story kama hizo kwa Azam. No, siangalie story kama hizo kwa Azam. Azam wanatakiwa watengeneze namna ya kuonekana kama wapo kwenye ushindani na Singida Black Stars. Wao waende kwenye ushindani na Simba na Yanga. Of course wanatakiwa kuwepo kule kwa historia ya club, lini imeanzishwa. Kwani wao wamekaa kwenye ushindani na Singida? Au ni mazingira tu yanawalazimu kwamba wakae? Ukiangalia ligi kwa msimu uliopita ni timu ambazo zilikuwa zina compete. Unanielewa? Viwango vyao vilikuwa vinafanana na ndio maana waliwekwa kwenye mzani mmoja. Umenielewa? Na ukiangalia utofauti wao na wale watu wawili juu, unaona kuna utofauti. So Azam wanatakiwa kupull up, kukaa pale juu zaidi, kucompete na wale giant wawili. Na mimi ndio maana nilikwambia kwenye ligi yetu hii asipofanya revolution ya Azam kwa maana mapinduzi, sio timu nyingine ikifanya mapinduzi kwenye ligi yetu.